Mahakama ya wilaya ya Arumeru mkoani Arusha imewaachia huru watetezi wa haki za binadamu Jackson Kabalo pamoja na Joseph Mrindoko waliokuwa wakiunda kundi maarufu la mtandaoni la wachokonozi baada ya upande wa mashtaka kushindwa kuendelea na ushahidi wa shauri hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC, shauri hilo lilikuwa limepangwa kusikilizwa Mei 26, 27 na 28 pamoja na Juni 4 pamoja na 5 mwaka 2026, ambapo upande wa jamhuri uliwasilisha shahidi mmoja pekee Mei 26, ambaye alikuwa shahidi wa 7 wa upande wa mashtaka. THRDC imeeleza kuwa katika siku zilizofuata upande wa mashtaka haukuwasilisha shahidi yeyote wala kutoa maelezo ya kuridhisha kuhusu kutokuwepo kwa mashahidi hao. Hata hivyo, mahakama hiyo ilibainisha kuwa tayari ilikuwa imekwisha kutoa maelekezo kutokana na shauri hilo kuchukua muda mrefu, huku ikisisitizwa kwamba umuhimu wa haki kutendeka kwa wakati bila ucheleweshwaji usio wa lazima. Kutokana na hali hiyo, mahakama hiyo iliamuru washtakiwa hao waachiwe huru kwa mujibu wa kifungu cha 242 cha 5 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 marejeo ya mwaka 2023. Taarifa hiyo imeeleza kuwa kesi hiyo ilianza katika mahakama ya hakimu mkazi Arusha kama shauri la jinai namba 15727 la 2025, ambapo Julai 27 mwaka 2025 upande wa jamhuri uliomba kuliondoa kwa madai ya kutokuwa tayari kuendelea nayo, hatua iliyosababisha mahakama kuachia huru washtakiwa hao. Hata hivyo, siku hiyo hiyo baada ya kuachiwa, walikamatwa tena na kufikishwa katika mahakama ya wilaya ya Arumeru wakikabiliwa na mashtaka yale yale bila kutolewa maelezo ya msingi kuhusu hatua hiyo. Mashtaka yaliyokuwa yanawakabili yalihusisha kutoa taarifa za uongo mitandaoni pamoja na kufanya shughuli za utoaji wa maudhui mitandaoni bila kuwa na leseni. Katika kipindi chote cha usikilizwaji wa shauri hilo, Kabalo pamoja na Mrindoko walitetewa na mawakili Simon Mbwambo pamoja na Ali Mnyela kutoka THRDC. Ripoti za Ayo TV kutoka Arusha. Naitwa Godfrey Thomas Ng'omba.